Haiya Ulamaa ni vizuri tuifahamu ni kwamba ni taasisi kama jinsi ilivyo umoja wa wanazuoni. Ni taasisi iko wazi, kwa maana ya kwamba e, wote karibuni wanachama au wahusika wa haiya ni watu ambao wanakuwa katika taasisi zao mbalimbali. Lakini hapa sasa katika haiya tunakuja kukutana kama wanazuoni, kwa maana ya kuangalia mambo ya kitaaluma, mambo ya kiwanazuoni, mambo ambayo yanakuja kuhifadhi ile huwia, yani ule mtazamo na mtakwa wa dini yetu katika nyanja mbalimbali. Na hii ndio kazi ya haiya. Kwa hiyo haiya, mtu yoyote yule anakuwa ni mjumbe wa haiya endapo akiamua kwamba anakuwa ni mjumbe wa haiya na anakuwa na taasisi zake na shughuli zake, lakini hapa tunakutana kwa maana hiyo. Kwa hiyo kazi kubwa sana za haiya ni kazi za kitaaluma zaidi na kazi za ufahamu zaidi, kuangalia sera zinakwenda vipi, Waislamu wanatakiwa katika hali fulani wajiandae vipi, wawe vipi. Hii ni kazi kubwa sana haiya, na ndio maana katika maana hizo tunakuwa tuna semina nyingi zaidi, kwa sababu semina ndio njia mzuri ya kuhamisha maarifa na kuhamisha ule uoni na wa hali ikoje na tunapambana nayo vipi au tunaikabili kama jamii ya Kiislamu. Hii ni njia za semina na mafunzo. Kwa hiyo haiya tumekuwa na mafunzo mengi sana, na mafunzo hayo dhamira yetu ni kwamba tulianza nyuma kutembelea katika kila mikoa au kila eneo. Tunakuwa tuna dhamira ya kutembelea, lakini kwa lengo hilo hilo la kwenda kuzungumza kile ambacho kwa tunahisi kwamba yawezekana kikawa kina mchango katika dini yetu, sawasawa dini yetu kama kwa ujumla wake, ama kama kundi fulani, ama mtu mmoja mmoja, ama familia. Kwa tunakuwa na tabia za namna hiyo, na hiyo ni moja ya ziara hii tumepanga. Kubwa zaidi sisi ni katika ziara kama nilivyosema, ni mafunzo katika makundi mbalimbali, kwa kuzungumza makundi mbalimbali. Sasa wafanyabiashara wana nafasi kubwa sana katika jamii yetu na maendeleo ya nchi yetu kama nchi, lakini maendeleo ya dini yetu na maendeleo ya familia zetu wana nafasi kubwa sana. Wafanyabiashara, wafugaji, wakulima wana nafasi kubwa sana. Tunawasahau sana hao kuzungumza nao na namna gani ya kukumbusha majukumu yao katika familia, katika dini, katika nchi na mengineyo mengi, tunafahamu hilo. Lakini vile tunakuwa na mazungumzo na viongozi mbalimbali kubadilishana mawazo, sababu ni viongozi, nabadilishana mawazo, tunazungumza nao, tunaangalia ni yepi ambayo tunadhania ya pamoja yanaweza kanyanyua huelewa na ufahamu na katika kueleza jamii yetu, tunazungumza nao. Lakini pia kina mama vile vile tunakuwa na vipindi na wao kuzungumza nao, na kuna mambo mengi sana dunia leo kina mama hutumika vibaya na watu wengine. Sasa lakini lazima sisi kama Waislamu tuwarejeshe katika misingi yetu ya Kiislamu, na ili na wao wajue mchango wao katika familia zao, katika nyumba zao, lakini na katika dini yao, lakini katika nchi yao vile vile tunahitaji vile vile mchango wao. Na vile vile tutakuwa na mazungumzo na vijana mbalimbali, lakini vile vile wanafunzi mbalimbali, lakini vile vile maimamu na walimu wa madrasa. Kwa hiyo mazungumzo yetu yanakuwa ni kila jamii, katika jamii tunakuwa na mazungumzo nayo na ni mihadhara nao na semina kwao. Lengo kubwa zaidi ni hilo tu, kwamba kuwa na ufahamu ambao una faida na unatija kwa mtu mmoja mmoja, lakini katika familia, lakini katika dini yetu na vile vile katika nchi yetu, katika lengo ambalo katika wasapia ule ukati na kati. Hatuna sisi ile ziada kabisa ukali, lakini vile vile hatubweteki, tuwe katika hali ya ukati na kati katika kuendea mambo. Nadhani nilipendelea nisichukue muda mwingi sana nieleze, na hii ndio nimeziweka wazi kwa ufupi sana sera za Hayatul Ulama na taratibu ambazo tunashughulika nazo kuhakikisha kwamba tunashirikiana kadri tutakavyojaliwa. Wanazuoni hao waliosoma elimu ya sheria, wanazuoni waliosoma elimu ya mazingira, wanazuoni ambao sawasawa wamesoma nje, sawasawa wamesoma ndani, sawasawa wamesoma, lakini wanazuoni hao wote wanafanya kazi ya dini. Kwa hiyo tunawakaribisha na tunakuwa nao pamoja katika yale ambayo tunadhania au tunahisi kabisa yana mchango mkubwa sana katika kuihamisha kifikra, isiwe jamii tegemezi tu, haitaki kustuka, haitaki kujitambua,
haitaki kuleta mabadiliko, haitaki nini. Sisi tunajitahidi kuwa na mazungumzo ya namna hiyo, ili mradi tufike katika tija, na kubwa zaidi iwe vile kuwa na ziara katika taasisi ya baraza. Ni taasisi mama, tumeanza na baraza, taasisi mama, lakini kama kuna taasisi nyingine pale zote tukatembelea vile vile, tukazungumza nao kidogo kama viongozi, ili kujenga mahusiano na kuwafahamisha vile vile yale ambayo ni malengo makubwa. Maneno mengi yasema mwenyekiti, lakini kaka zangu ni waombeni karibuni sana Singida inshallah. Singida inachoumia leo ni kwamba umekuja kwenye kipindi kigumu kidogo, kipindi chenye misukosuko cha kubadilisha uongozi, kipindi kigumu kidogo. Mimi leo na wiki moja ndio nimeingia hapo, na wiki moja sasa ndio tumeumia kweli kweli. Mimi nimepokea taarifa zenu nikiwa shefu wa wilaya, nikaanza kupambana ndani ya wilaya yangu, ni tutafanyaje ili nilivyokuja kutokea nimeleta taharuki. Sasa kwa leo mtayokutana nayo mjue ndani ya taharuki, lakini naomba niahidi kama alisema mwenyekiti wangu, tutapanga mje mkae hapa, tuende wilaya hadi wilaya, mtusaidie haya ambayo ameanza kuhangaika nayo Sheikh Musa Kundecha kuhusu uchumi wa Kiislamu ni muda mrefu sana. Tuko chini tunaitwa viongozi, lakini si kiongozi, hatubii hata moja ya viongozi. Mtatusaidia sana, niwashukuruni sana sana, msitaki niseme sana. Nichukue fursa hii niwakaribishe, na tutaongea mengi na tutayafanya next. Sababu kwanza mimi ni kijana wenu niliyosoma kwenye semina mbalimbali kwenu, nimehudhuria daura nyingi kwenu kama mwalimu wa Qur'ani mkoa wa Singida. Nilikuwa naumia, niliongea sana sipo Kundecha unakaa Dar es Salaam tu hamji leo Sheikh, na nashukuru imewahi kunipa tu kwamba ni msimamizi wa Qur'an chini ya Sheikh Kilemi, mimi kunipa tunzo. Sasa nichukue fursa hiyo ukalisheni sana Singida hapa nipeni, na Sheikh Muhammad jitahidi na Sheikh Rajab nimsia Sheikh alivyosema, hata taarifa zetu hizi haziko kwenye taasisi zingine sana, ni BAKWATA, lakini tuwe tayari sasa. Kwanza tunatajia hapa katibu wao, ili sasa pata huda tuwapeleke kwenye taasisi zetu. Tumejenga shule moja hapa ambayo iko chini ya nini, shirika gani Allah sinasi lile la Arafa kule Arasa. Tutakwenda kuona, na yuko kijana wetu mmoja pale ametakhariji Misri, ndo hata sasa kwa mkurugenzi. Zamani alikuwa kwa Misri, lakini ameondoka amebaki kwa Tanzania. Lakini inshallah tutajitahidi kuwapeleka kwenye taasisi zetu, lakini la msingi kama nimesema mwenyekiti, hatutowafaidi leo kupitia msukosuko huu, tutawafaidi baadaye. Tutapanga tuje tupate hili, tupite wilaya hadi wilaya. Baada ya kusema haya, sipokuwa na maneno mengi, mimi nimejawa sana furaha kukutana na kaka zangu, walimu wangu ambao walinisomesha, lakini leo wananikuta niko kwenye kiti hichi. Sipanga nasemaje, nasimama nazungumzaje mbele yenu, ndio nimepata shida. Nimeita karibu sana kaka yangu, tuendelee kutengeneza Uislamu wewe salamu kwa Mungu. Na mkoa wa Singida ni mkubwa sana, na una waumini wengi sana, wanahitaji sana kupata elimu kuanzia ngazi ya misikiti, kata, wilaya na mkoa. Na mkoa wetu wa Singida una wilaya 7 kibaraza, na huko kwenye wilaya zetu ndiko kwenye changamoto kubwa sana. Kwa hiyo mimi kwa ratiba hii ambayo mmesema kwamba kila mkoa mlikuwa mmeweka siku 2, sijajua labda mlipangaje, lakini sisi kama halmashauri tunaomba mnaweza mkatupa elimu ya hii ya muda wa siku 2, lakini tuna ombi kubwa sana
la kuja kupata ziara nyingine ambayo tukatembea wilaya kwa wilaya, kwa sababu kule kuna waumini na sisi kwa bahati nzuri au mbaya tumechaguana kwa kufahamia, hatujachaguana kwa elimu sema labda huyu ana elimu ya kitengo fulani anaweza kutusaidia. Kwa hiyo tunawahitaji sana nyinyi wahadhiri wetu ambao mmebobea, ni madaktari, wengine ambao ni wanauchumi, mtusaidie. Mheshimiwa Mufti tunamshukuru sana, Mheshimiwa kiongozi wetu na Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali kwa kutuunganisha, ameziunganisha taasisi zote nchini kuwa kitu kimoja.